ya sekondari ya Tambaza kutoka Ilala jijini Dar es Salaam ilifanikiwa kushiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2022. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation na hufanyika kwa njia ya mashindano ambapo wanafunzi hubuni mradi wa kijasiriamali utakaoleta matokeo chanya kwenye jamii inayowazunguka na kuitekeleza. Lengo la mradi huu ni kuwajengea ujuzi wa ujasiriamali wanafunzi walioko shuleni. Katika Uwezo Award mwaka 2022, shule hii ya Tambaza ilishiriki na kupata tuzo ya fedha, yani Silver Trophy, baada ya kuibuka washindi wanne katika shule 250 zilizoshiriki kutoka mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Kwa mwaka 2022 Green Friend of the Earth tulifanya project yetu ambayo tuliita Green Friend of the Earth project, ambazo ilikuwa imebase katika vipengele vinne: environment, charity, technology pamoja na tourism. Nikianzia na kwenye environment, tulifanya mradi wa kutengeneza bustani, tuliita season 2 kwa sababu tulikuwa tuna bustani ya kwanza kama hapa tulipokaa ni bustani ambayo tulitengeneza sisi, lakini tukasema tutengeneza sehemu nyingine ambayo ilikuwa na uhaba bustani hapa shuleni. Lakini pia tulifanya pia katika environment tulifanya pia kilimo cha kitunguu Mkuranga. Tukija kwenye charity tulienda kituo cha Babiwa ambacho kipo kule Madale, tulienda kutoa charity. Lakini pia tukuishia hapo, tukaenda Soba ya wanawake Gamboni kule, tukaenda kufanya pia charity. Tulitoa vitu mahitaji yale ya muhimu ya wanawake. Lakini pia tukafanya kwenye tourism, tulikuwa na Kisarawe tour, tukaenda Kisarawe season 2. Lakini kwenye technology tulifanya kwenye FSBL, Future STEM Business Leader. Kwa hiyo miradi yetu ilikuwa mibezi humo. Miradi mingine tuliofanya ilikuwa ni Tuyatunze campaign katika kipengele cha environment. Tuyatunze campaign ilikuwa inahusu usafishaji wa dampo hapa shuleni. Tuna dampo la takataka, kwa hiyo tukalisafisha, tukaipa jina Tuyatunze campaign. Lakini pia katika charity tulifanya blood donation. Tulienda kutoa damu la Muhimbili ya taifa. Lakini pia siku ya wanawake duniani, hedhi salama, tukatoa pia sanitary pads. Na mradi mwingine ulikuwa ni wa Pens Down tour. Tulienda Kisarawe. Kule tunafanya utalii, tuliona kuna balali ambao wana rangi ya Tanzania. Hiyo ndio mradi ambayo mingine ambayo tumeifanya. Katika mradi huu tulifanikiwa kupata shilingi za Kitanzania milioni 3,530,000 kupitia miradi miwili mikubwa, ambao mmoja ulikuwa ni Tambaza Intellectual iliyofanyika hapa Tambaza, ilishirikisha shule 17. Kwenye Tambaza Intellectual kwanza, memba zote wa GFE tulichangia shilingi 20,020 ambao tukapata total ya shilingi 400,000. 400,000 hiyo ndio tukatumia kuandaa tickets na mambo mengine, ambazo hizo tickets tulisambaza kwenye shule 17 ikiwemo shule yetu, ambayo shule 16 tulikuwa tunauza tickets 50 kila moja kwa shilingi ya Kitanzania 3,000. Toto tukaja kupata milioni 3. Hiyo milioni 3 tukaongezea na kwenye mradi mwingine ambao tulifanya ilikuwa ni Tambaza Photo Point. Tulikuwa tunapiga picha hapa shuleni kwetu, passport na picha za kawaida hivi, ambao passport moja ilikuwa inapigwa yani kwa shilingi 3,000, picha za kawaida ilikuwa inapigwa kwa shilingi 1,000. Tulifanikiwa kupiga passport za jumla shilingi 80,000 na picha za kawaida shilingi 450,000, ambao sasa tukaja kupata 530,000. Tulipojumlisha na ile intellectual tukaja kupata milioni 3,530,000. Tukaspend kwenye hizo projects nyingine kupitia hiyo miradi yetu, ambao mwisho wa siku tukatumia milioni 3,488,700. Tukabakiwa na 83,700 mpaka sasa hivi. Ni changamoto gani walipitia katika kufanya mradi huu? Katika kufanya mradi huu tulipitia changamoto mbalimbali. Sisi kama GFE, changamoto kubwa tuliopitia ni ushirikiano. Kukosa ushirikiano kwa walimu na wanafunzi. Kwa maana sisi katika kikundi chetu tunahusiana na mambo ya mazingira, mambo ya technology, mambo ya charity na tourism. Ukiongelea katika upande wa mazingira, tunahusiana katika kupanda ukoka, nyasi za ukoka, ili tudumishe mazingira yetu. Kwa hiyo wanafunzi wengi sana wanakosa uelewa sisi tunapokuwa tunahusiana na mambo ya kutengeneza mazingira yetu. Wanaona kama tunapoteza muda, tunachimba. Ukiongelea kuhusiana na swala la muda, tulipanga muda wetu vizuri sana, maana activities nyingi tulizokuwa tunazifanya tulikuwa tunafanya kipindi ambacho
ni muda wa Jumamosi. Unakuta tunakutana, tunashirikiana, tunafanya activities zetu vizuri. Na vipi, wameupokeaje ushindi wao? Niliposikia kwamba tumeshinda, katika hali ya kawaida nilifurahi japo kwa kiasi, kwa sababu nafasi tuliyopata sio ile ambayo tulipanga kupata. Unajua, katika mashindano kila mtu anatamani kuwa wa kwanza, anatamani kuwa zaidi ya mwenzake. Kwa kuchukia hapana, nilifurahi kwa sababu nilionyesha uwezo wangu, jitihada zangu na ujuzi wangu, kwa nikaona kwamba yule aliyokuwa wa kwanza kuna vitu amenizidi, kwa katika hilo nimejipanga. Je, ni jambo gani wanajivunia kujifunza katika kufanya mradi huu? Nimejifunza kujituma, kwanza kujitolea katika utendaji wako wa kazi, kwamba inatakiwa kufanya kitu fulani kwa moyo na sio kwa kulazimishwa. Pia nimejifunza kuwa na maelewano mazuri na wenzangu katika ufanyaji wa kazi, kwamba tu tuna lugha moja ambayo tunaelewana wote, ambao tutaenda sawa na kukamilisha miradi yetu. Nimejifunza kwanza kujitoa katika kufanya kitu ambacho unataka kufanya chochote, inabidi kwanza ujitoe. Yaani uwe tayari kufanya hicho kitu. Lakini pia nimejifunza kuwa na teamwork, ile kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu yani kama tungesema kitu ufanye mtu mwenyewe yani usingeweza, lakini kwa umoja wetu tumeweza kufanya hivyo vitu vyote. Tumefikia tukofikia mpaka tukaja kushinda. Hiyo ni kutokana na teamwork. Lakini pia nimediscover vitu vingi ambavyo nilikuwa vingine hata sivijui, kama kutia hiyo tourism. Nimeona vitu ambavyo sijawahi kuviona, vingine nilikuwa nasikia tu lakini nikaona. Katika kufanya mradi mzima nimejifunza kuweka jitihada kwa kitu ambacho ninakiona au nilichonacho. Kwa kitu kidogo nilichonacho, basi natakiwa nikiweke jitihada ili niweze kukifanya vizuri zaidi na kufanikiwa zaidi. Nilichojifunza katika kufanya miradi hii ni kwanza ni passion. Niwe naishi katika passion yangu. Nisisikilize mtu anakuambia kwamba unapoteza muda, asinikatishe tamaa. Kwamba mimi nilikuwa na passion ya kujitolea, kwamba najua umuhimu wa kutengeneza mazingira yangu. Kwamba elimu haitaenda sawa kama mazingira hayatakuwa sawa. Kwa hiyo nilijifunza kwamba nijitolee, niishi kwa passion. Kile kitu ambacho ninachokiamini kwamba mimi ni sawa, nifanye katika mazingira yangu. Lakini kitu kingine nilijifunza kwamba kuna umuhimu wa kushirikiana. Huwezi kufanikiwa kama hamna ushirikiano, kwa sababu hata huwezi ukafanya shughuli zote bila kushirikiana na wenzako. Kwa hiyo inabidi uwepo ushirikiano ili utengeneze kitu bora. Mawazo ya huyu, mawazo ya mwingine, unatengeneza kitu kimoja kizuri ambacho kinatengeneza kitu the best one. Nilijifunza mambo mengi. Kwa kama mimi nilikuwa sijui kulima vitunguu kabisa. Lakini kutokana na mradi tuliofanya kulima vitunguu Kisarawe kule, tulijifunza mambo mengi kwamba okay fine, kumbe kitunguu kinahitaji ufanye hivi. Lakini pia sio hivyo pia, tulivyoenda Soba, nilikuwa nasikia tu Soba kwenye TV. Nilikuwa sijawahi kufika. Kwa hiyo nimefika nikaona ile hali ambayo watu wanayo, tukafanya chai, tukajifunza mambo mengi ilikuwaje mpaka wale watu wakaingia kule and wanatuambia nini. Kwa hiyo ni mambo mengi sana ambayo nilijifunza. Mwalimu mlezi aliyesimamia mradi huu akaongelea mtazamo wake juu ya ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Ni kitu ambacho kilikuwa ni kizuri kwao, kimewajengea vitu vingi, lakini pia kimewapa nje ya elimu ambayo tunawafundisha kila siku, wamepata vitu vya ziada kupitia mradi ambao wameufanya. So kwangu mimi naona kupitia Uwezo Awards watoto wanashindana, lakini lengo sio kushindana, najua kwa hali. Lengo ni kuwatengeneza waweze kuwa watu ambao wanaweza kufanya mambo mengi au wanaweza kujitegemea zaidi. So huu mradi ulivyokaa na mashindano yalivyo, unatengeneza vijana ambao kesho watakuja kuwa ni watu thabiti kwenye taifa letu. Na huu ndio mradi uliowapa wanafunzi wa Tambaza Sekondari ushindi katika Uwezo Award 2022. Chukua hatua, onesha uwezo.